Hii video ninairekodi nikiwa mwishoni kabisa huu mwaka 2025 mwezi wa 12 kuelekea mwaka 2026. Sasa sisi KingoFarm kutokana na hii platform yetu ya hapa YouTube tumekuwa tukizungumza na wafugaji wengi sana. Wafugaji wengi sana wamekuwa wakituelezea changamoto zao, lakini pia tumekuwa tukiwapa suluhisho kwa sababu pia tunalo darasa la WhatsApp ambalo tunaelekeza ufugaji kwa vitendo zaidi. Kwa hiyo tumekuwa tukiwasiliana na wafugaji wengi sana kwa huu mwaka, tunashukuru Mungu kwa hilo. Sasa kutokana na namna ambavyo nimekuwa nikikutana na wafugaji wengi, nimekuwa pia nikijifunza vitu vingi sana binafsi mimi kama KingoFarm. Hapa ninataka nikupe mambo 10 tu, hata kama yasipofika yatakaribia 10 ambayo nimejifunza kupitia wafugaji wengi sana, ambayo ninaamini kabisa hata wewe ambaye unatazama hii video, endapo utayarekebisha kuingia huu mwaka 2026 ukaanza vizuri kabisa, basi ufugaji kwako wewe utakwenda kuwa na mafanikio makubwa sana. Utakwenda kufanikiwa sehemu nyingi sana. Hapa sio kwamba ya mambo ninayatoa angani au ninayatoa wapi, ni mambo ambayo nimejifunza kupitia wafugaji ambao ninazungumza nao. Wengi sana wamekuwa wakiniambia changamoto zao. Kwa hiyo kama utarekebisha hizi changamoto, utafanya kama ambavyo mimi ninakushauri hapa, ninatumaini kabisa 2026 ni mwaka ambao utakwenda kuwa mwaka wa mapinduzi kwako. Utakwenda kuiona faida kwenye ufugaji wa kuku. Kitu cha kwanza kabisa ambacho nakushauri, ujue kinga na tiba za kuku. Yaani hichi ni kitu muhimu sana. Mwishoni mwa huu mwaka au mwanzoni kabisa mwa mwaka 2026 ni muhimu sana ukavijua hivi vitu, ndugu yangu, kwa sababu kama hujui namna ambavyo unaweza kuwakinga na magonjwa kuku na namna ambavyo unaweza kuwatibia kuku, wewe utakuwa unapata tu hasara. Kuku watakuwa wanakufa tu. Na sasa hichi kipengele cha kinga, maana huku kwenye matibabu kuku tayari anaumwa. Namna ya kuwakinga kuku, wafugaji wengi sana tunakimbilia kuwapa dawa kuku. Kinga kwa kuku sio dawa tu. Yaani kinga kwa kuku, kama banda lako halipitishi hewa, ukilishusha chini madirisha likapitisha hewa vizuri, basi tayari umeshawakinga kuku na magonjwa mengi tu kama vile mafua na magonjwa mengine. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana. Hakikisha unapata elimu ya kinga pamoja na kuwatibu kuku na kutambua magonjwa yake. Sisi KingoFarm tunafundisha sana hivyo vitu. Kwa hiyo hakikisha kama unatazama hii video bado hujawahi kujiunga na kundi la WhatsApp la KingoFarm, hakikisha unajiunga kwa ada ya shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Lakini pia tunavyo vitabu ambavyo vinaelezea kinga za asili. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili pia ambalo nimejifunza kutoka kwa wafugaji, inatakiwa uwe vizuri sana kwenye bajeti. Unapoamua kufuga kuku lazima uwe vizuri sana kwenye bajeti. Kuna mwingine anajua kufuga kuku safi kabisa, lakini bajeti ndio kinamshinda. Yaani unakuta kuku broiler ambao ilitakiwa toke siku ya 28, wanafika siku ya 18 wameshaishiwa chakula na hana hela ya kununua chakula kingine. Kwa hiyo ni changamoto kwa kweli. Muda mwingine, yani changamoto kama hizi zinawakuta wafugaji wengi sana. Kwa hiyo unakuta mtu analazimika, broiler wana siku 10, anaenda kuwalisha pumba, unapoteza pesa zako kwa mtindo. Kwa hiyo uwe vizuri sana kwenye bajeti. Kama una bajeti yako inakuruhusu kufuga kuku 100, fuga kuku 100, usikimbilie kufuga kuku 300, 400 kwa sababu tu mwanzo bajeti yako si una hela, hujui kama kuna kulisha chakula huko mbele, kuna changamoto za dharura za nini. Kwa hiyo unakuwa unapanga vibaya bajeti, unaleta kuku wengi wakati huna matumaini. Na wengine waga wanaingizaga kuku kwa hela ambazo hawana hata matumaini. Yaani anajua labda mimi nina mchezo, labda mwezi ujao nitapokea mchezo, anapokea kuku, anawaweka ndani. Mambo yanabadilika. Unaweza ukaikosa ile hela na ukapoteza hela yako ambayo umewekeza kwenye kuku. Kwa hiyo uwe vizuri sana kwenye bajeti. Yaani uwe vizuri sana. Ushauri wa 3, jitahidi sana kupunguza gharama kwenye ufugaji, kama vile
chotara hawa sio lazima wanunulie chakula cha viwandani tu. Unaweza ukawalisha chakula cha madukani hivi vya viwandani kwa muda wa mwezi mmoja au siku 25, baadaye ukapata kanuni bora ya kuwachanganyia chakula, ukawa unawachanganyia chakula. Lakini pia hata booster za asili zinasaidia sana kupunguza gharama pamoja na tiba zake. Hizi tiba za asili zinasaidia sana kupunguza gharama. Kwa hiyo jitahidi sana kupunguza gharama kwenye ufugaji. Maana yake ukipunguza gharama inakuruhusu wewe kuuza kuku katika soko lolote lile bila ya kupata hasara. Kwa mfano wa broiler, njia pekee ambayo unaweza ukapunguza gharama ni kuwafuga kwa kutumia booster za asili kwa muda mfupi na kuingiza sokoni. Utakuwa umetumia gharama kidogo. Kwa hiyo jitahidi sana kwenye hili jambo. Huu ni ushauri wa 3. Ushauri wa 4 na upeleka kwa wale ambao wapo nje za nchi, pia waga nazungumza nao ambao wamewekeza ufugaji Tanzania, wanatoa tu maelekezo. Sijui hawa ndugu zangu ni washauri vipi, manake wamekuwa mara nyingi sana wakipata watu ambao sio waaminifu. Kuna watu wengine hata wapo Tanzania hapa umeweka wafanyakazi yani unakuwa unapoteza pesa, hakuna kitu unachokipata sababu ya wizi, watu wanakuibia. Kwa hiyo mimi nawashauri mjitahidi sana kuweka mifumo mizuri ya kuweza kusimamia hiyo miradi yenu, kwa sababu ni kweli unapenda, labda upo Marekani, upo South Africa, upo wapi, unapenda siku moja ukirudi hapa nchini uendeleze mfumo wako wa kufuga, lakini unakatishwa tamaa na vijana ambao umewaweka sio waaminifu. Unawaambia wafanye hivi, hawafanyi, wanakuibia, unapata matokeo ambayo sio sahihi. Kwa hiyo jitahidi sana kutafuta mfumo ambao utakusaidia wewe kuweza kumanage lile shamba lako, kuweza kulifanya lile shamba lako lisiingize hasara. Jitahidi sana. Nawapenda sana ndugu zangu, lakini nimekuwa nikipata sana malalamiko kuhusiana na vijana ambao wanasimamia miradi yenu. 5, kwa wale ambao wanaanza kufuga. Yani ulikuwa unasoma tu, unasikia kuku, sasa umeamua kwamba sasa nataka nianze kufuga. Kwanza usiwe na tamaa. Uenda labda unaangalia KingoFarm au unaangalia watu mtandaoni, au na jirani yako tayari unaona anafuga kuku 1000, anafuga kuku 500. Usiwe na tamaa ya kuanza na kuku wengi, anza na kuku wachache. Alafu pia usianze ufugaji wa kuku kwa hela ya kukopa kama huna ujuzi. Hakikisha umepata ujuzi wa kutosha, una mtu wa kukusimamia, yani ambaye anakuambia hapa fanya hivi, hapa fanya hivi, na uwe mwepesi sana wa kuuliza, uwe unapenda sana kujifunza sana. Sisi kwenye group letu waga tunapokeaga wafugaji ambao anakuwa yani mpaka muda mwingine unaweza kuhisi ni usumbufu, lakini ndio njia sahihi ya yeye kuweza kujua kitu, hata kama ni kidogo. Uliza hichi kimekaeje. Hii fursa ni nzuri sana endapo utaanza nayo taratibu kuliko ukaanza na kuku wengi halafu just imagine wakafa. Utakata kabisa tamaa, utaona hii sio fursa. Yani unaweza kumtukana hata mtu ambaye alikuelekeza kwamba huku kwenye kufuga kuna hela. 6, na kushauri sana fuga kutokana na soko lako. Hasa kile kipindi ambacho kuku anahitajika sana sokoni. Hata kama ni mfugaji ambaye unapenda muda wote ufuge, basi kipindi ambacho soko lipo chini, punguza kuku bandani. Kama wewe unafuga kuku 1000, kipindi ambacho hamna soko, fuga kuku wako hata 200, 300 ili uweze kukabiliana na ile hali vizuri. Lakini endapo utaingiza kuku wengi sokoni bandani, alafu soko lake likawa la kusuasua, hiyo itakukatisha tamaa na itakufanya upate hasara. Kwa hiyo kipindi ambacho ni unahisi kabisa hichi kipindi kuku wanahitajika sana, unaweka kuku wengi bandani, utapata faida kwa mara moja, yani utapata faida vizuri. Lakini kipindi ambacho soko ni la kusuasua, usiweke kuku wengi bandani. Mfano sisi huku huwezi ukaweka kuku wengi bandani mwezi wa 2, wa 3, wa 4, hapana. Ila mwezi wa 11, wa 10, mwezi wa 5 pale ni muda ambao kuku wanahitajika sana sokoni. Kwa hiyo unafuga kuku wengi. Muhimu sana kuzingatia soko lako linahitajika muda gani. Kama ni la muda wote, basi ni vizuri. Na sehemu nyingi zenye masoko ya muda wote, bei huaga zinakuwa chini. Kwa hiyo makini unahitajika sana, kwa sababu ukicheza tu vibaya kidogo, kuku wakafa wengi, unakuwa umepata hasara. 7, hili mimi naliongea kwa ufupi kabisa. Jamani,
ufugaji unahitaji usafi sana. Safisha banda, safisha vyombo kila siku hakikisha unasafisha. Kama vyombo vya maji unaweza ukasafisha kwa siku hata mara 3 au mara 2. Magonjwa mengi yanayoua sana kuku yanatokana na uchafu. Kuku hawahitaji uchafu. Yaani japo wao wanatengeneza uchafu, kinyesi kile nini, lakini hawahitaji uchafu. Usafi ndio msingi wa ufugaji wa kuku. 8 ni mabanda. Unajua wafugaji wengi sana ni wabishi. Unaweza kukutana na mfugaji ambaye amekuja na changamoto, lakini ukiangalia kabisa changamoto yake inatokana na ujezi wa banda, namna ambavyo amelijenga lile banda ndio linamletea changamoto. Kuku wanapata mafua, wanakufa. Lakini ukishamwambia kwamba hili banda sio, inatakiwa ubomoe, hapo hakuelewi kabisa, au ulirekebisha, hakuelewi kabisa. Jamani, ujezi wa mabanda ni muhimu sana. Yaani wengi unakutaga kwa mfano wakiona mabanda yetu hapa wanasema kwamba hayo mabanda yanasababisha kuku wana baridi, kuku watasikia baridi, sijui uweze, sijui nini. Lakini mabanda kuna namna ya kujenga. Kuku wanahitaji hewa kuliko kitu chochote kile. 9, ili sasa sijui wewe mwenyewe biashara yako unafanyaje, lakini mimi waga naamini kabisa usikopeshe biashara ya kuku. Hilo tu mimi nawapa, lakini wewe mwenyewe unajua biashara yako unafanyaje. Kila mmoja anajua yeye biashara yake anavyofanya. Lakini kwa uzoefu wangu na kupitia wafugaji, nimeshawaambia hii mimi ninaandaa kupitia wafugaji ambao nimezungumza nao. Wafugaji wengi sana wamezulumika kwa kukopesha kuku. Utaniandikia hapo kwenye comment hii mikasa ya kukopeshana hii kuku. Sisi hapa KingoFarm hatukopeshi. Yaani ni bora nikupunguzie bei, nijue kwamba umenipa hela kidogo au nimepata hasara kutokana na kukuuzia wewe, ila sio nikukopeshe ukawachinje kuku uje unirudishie hela. Hapana. Na washauri sana hasa mnaoanza kufuga, mnaotarajia kufuga, michezo ya kukopesha huaga inaishia pabaya. Yaani wengi sana wananipigia simu wanalalamika waliishia pabaya kutokana na kukopesha kuku kwenye biashara. Umefuga kuku wako vizuri, umefuata kila kitu vizuri, just imagine mwishoni mtu anakuja kukukopa na kudhulumu. Inauma sana. 10 na ushauri wa mwisho kabisa, tengeneza mpango kazi mzuri mwaka 2026. Ujue kabisa utaingiza kuku mwezi wa ngapi utatoa, makadirio mazuri ya uuzaji, makadirio yaani unaumaliza kwenye makaratasi mwaka 2026. Kila kitu unaandika, baadaye unakuwa unatembea na ile ramani yako ile, unatembea nayo vizuri sana. Kwa sababu tayari unajua kabisa Christmas itakuwa lini, kipindi gani nitauza, kipindi gani nitafanya hivi. Kwa hiyo unaandaa vizuri kabisa mpango wako wa kazi. Na mwisho kabisa nipende tu kuambia kwamba sisi KingoFarm tunatoa elimu ya ufugaji. Unajiunga na darasa letu kwa ada ya shilingi 8,000 kwa muda wa miezi miwili. Tunaelekeza tokea unapokea vifaranga, unaendeje. Pia tunaweza tukakupa ushauri piga simu. Na kitu kingine ni kwamba tunavyo vitabu. Tuna vitabu takriban 5 ambavyo vinatoa elimu ya ufugaji. Hivi vitabu vinauzwa shilingi 10,000 na ni soft copy na kutumia kwa njia ya WhatsApp.